Na karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Mjadala kuhusu bima ya afya ya walimu unaendelea kuibua maswali mengi kuhusu uwajibikaji na ustawi wa walimu hapa nchini. Wakati vyama vya walimu, serikali na taasisi husika zikibadilisha misimamo mara kwa mara, walimu wamejikuta katikati ya sintofahamu hiyo. Bima ambayo ilitarajiwa kuwa suluhu ya kuboresha huduma za afya kwa walimu hapa nchini sasa inaonekana kuzua changamoto mpya, huku hatma ya huduma zao za matibabu ikiendelea kubaki katika hali ya kutatanisha. Je, wawakilishi chini ya vyama vya walimu wanachezea shere walimu? Mwanahabari Ann Musungu ana mengi zaidi. Vyama vya walimu vinaonekana kuwa vinaongoza walimu katika safari yenye misukosuko kuhusu bima yao ya matibabu, huku kila hatua ikizua maswali mapya. Badala ya kutoa suluhu ya kudumu na ya kuaminika, mjadala umeendelea kubadilika mara kwa mara na kuwaacha walimu wakiwa na wasiwasi kuhusu uaminifu wa mfumo unaopaswa kulinda afya na ustawi wao. Mwanzoni, vyama vya walimu vilionyesha shauku kubwa kuhusu kuhamishwa kwa walimu kutoka bima ya Minet hadi ile ya SHA, wakionya kuwa mabadiliko hayo yangeweza kuleta changamoto. Tuwezi kupeleka walimu katika SHA bila kujua tunaenda wapi. Tunaweza kuwa tunaruka kutoka ile frying pan na tunaingia katika moto wenyewe. Hata hivyo, baada ya mkutano na Rais William Ruto na baadaye mkutano mwingine uliohusisha tume ya huduma kwa walimu yani TSC pamoja na usimamizi wa mamlaka ya SHA, misimamo ulianza kubadilika. We cannot continue with this medical cover the way it is. That means that the teachers will have access to more health facilities. Hata hivyo, walimu wengi walieleza kuwa hawakushirikishwa kikamilifu katika mchakato wa kufanya uamuzi huo. Solidarity forever. Miezi 4 baadaye, kumekuwa na ripoti za walimu kuzuiliwa hospitalini kutokana na bili za matibabu ambazo hazijalipwa, huku wengine wakidai kunyimwa huduma katika baadhi ya hospitali. We are disturbed that the health cover under SHA does not work at all. Hata hivyo, baada ya mkutano wa mashauriano kufanyika, masuala muhimu bado hayakutatuliwa. Swali kuhusu hatma ya walimu ambao tayari wamelazwa hospitalini halikupata jibu moja kwa moja. Wakati huo huo, Waziri wa Afya Aden Duale akitaja kuwa SHA haisimamii moja kwa moja mafao ya bima ya maisha. We wish to categorically clarify that the Group Life Cover and the Work Injury Benefits Act, called WIBA, provisions are not administered by the Social Health Authority. Now sure that with this kind of assurance, our teachers will have seamless engagement with the health facilities which we have. Basi swali linaloibuka ni je, afya na heshima ya walimu bado ni kipaumbele kikuu katika mchakato huu wa sera? Ann Musungu, KTN, Nairobi.